Omba kwa ajili ya mwenza wako. Omba kwa ajili ya mume wako. Omba kwa ajili ya mke wako. Kila mmoja ana wajibu na nafasi ya kuomba kwa ajili ya mwenza wake. Na kila mmoja ana wajibu na nafasi ya kuomba kwa ajili ya uzao au watoto. Usinyamaze kimya, omba. Unajua mafanikio ya mwenza wako yapo katika kinywa chako. Mibaraka na uendelevu wa amani ya ndoa yenu upo katika vinywa vyenu. Inategemeana ndoa yenu inaongozwa na nani. Nani ni kiongozi mkuu wa ndoa? Biblia inamtambulisha mwanamume kuwa ndiye kichwa cha familia. Lakini Biblia inamtambulisha Kristo kuwa ndiye kichwa cha kanisa. Hivyo kila muongozo unatoka kwa Kristo, unafuata kwa mume, kisha unakuwa sehemu ya familia. Biblia inamtambulisha mwanamke kama mlinzi wa mwanamume, ya kwamba kuna jambo jipya ambalo Mungu atalitenda duniani na mwanamke atamlinda mume wake kwa maombi. Mwanamke unapaswa kumuombea mume wako. Wakati mwingine ndoa ikiwa na furaha zaidi, mume kabla hajaenda mahali popote, hasa kwenye mambo yanayohusiana na kazi au kwenye hatima kubwa, ili uone baraka na ufanyikiwaji mwepesi, mume unaweza ukapiga magoti kwa mke wako kama kuhani wa familia, akaweka mikono juu yako, akakutamkia maneno ya baraka na kuahidi na nakuhakikishia ya kwamba ukienda kwenye jambo lolote ambalo lina upinzani mkubwa, utakuwa umetoka na baraka na utaenda kufanikiwa. Mungu amewapa wanawake mamlaka kama makuhani wa familia. Ndiyo, ya kwamba wanaweza kulinda, wanaweza kuinua familia, wanaweza kuinua nyumba. Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Kinyume cha mpumbavu, manake mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Kumbe ujenzi wa familia unajengwa na mwanamke. Tofali la kwanza la ujenzi ni msingi unaotoka kwa mwanamke. Mwanamume ni kichwa. Yeye anatoa mwongozo kwamba nyumba ijengwe hivi, iwe hivi, lakini mjenzi wa familia na mambo mengi ni mwanamke. Mwanamke, muombee mume wako. Na Biblia imetupa mwongozo kwenye kitabu kile cha Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 7, ya kwamba kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Lakini kuna maneno mengine hapo yanasemwa, lakini zaidi hapo anasema mwanamke ni mrithi pamoja nasi. Anasema kwamba kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Soma hapo. Kumbe kunaweza kukazuiliwa kuomba kwa mwanamume kama hajakaa vizuri na mke wake. Manake maombi yako, kama wewe na mke wako hakuna mahusiano mazuri, nyumba ina magomvi, manake hakutakuwa na mibaraka, hakutakuwa na mafanikio, hakutakuwa na mpenyo wa maombi yako. Tengeneza na mke wako. Tengeneza na mume wako. Mume, mpende mke wako. Mpende, mfanyie vitu vizuri. Mjari, muonyeshe kwamba yeye ni wa thamani katika maisha yako. Ukimpenda mwanamke atakuheshimu. Mwanamke, muheshimu mume wako. Punguza maneno, acha maneno mengi. Wanawake wengine wana kiburi, wana maneno, wanataka washindane, kila mmoja awe juu. Haiwezekani. Mwanaume atabaki kwa juu. Mwanaume atabaki kwa juu. Mwanamke mwenye hekima, vurugu ikitokea kwenye familia, huwa akimbilia kwenye kuongea. Anakimbilia kwanza kwenye magoti. Mungu, hili ni mpango wa shetani au ni mambo ya kawaida kwenye ndoa? Kuna magovi mengine yakatokea, ni mpango wa adui, ni hila za shetani ili ziwavurugie, hasa kwenye baraka. Yani wakati ambao uchumi unatakiwa ukae vizuri, shetani analeta magomvi, analeta mafarakano, ili mugombane, mupishane na riziki yenu, mupishane na majibu yenu, mupishane na baraka zenu, mupishane na uzao wenu, mupishane na neema ambayo Mungu ameiandaa kwenu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwema na Mungu ni mwingi wa huruma. Ataibariki nyumba yako, ataibariki ndoa yako, atabariki kila ombalo. Ikiwa uko karibu na mke wako, shikaneni mikono. Ombeni upendo. Kila mmoja muombe mwenzie. Ombeni kwa ajili ya watoto wenu. Na kama kuna watoto mko nao, basi waombeeni. Na kama mwenza wako yuko mbali na wewe, pengine amesafiri au mko mbali, kamata kidole chako, ishara ya kujiunganisha naye. Kile kidole ambacho huwa kinawakilisha pete ya ndoa ni sawa na kumshika mwenza wako, aidha ni mke wako au ni mume wako. Na wewe ambaye umekutana na maombi haya, hauko kwenye ndoa, lakini unatamani uingie kwenye ndoa, na wewe kamata kidole, ishara ya kusema katika ulimwengu wa roho na mwenza wako,
ishara ya kusema na mwenza wako katika ulimwengu wa roho. Unaweza kumwombea, unaweza kumvuta, unaweza kumwambia Mungu, ninakusii, ni wakati unamuinua mwenza wangu, haijalishi uko wapi, katika imani na muumba, katika imani na muita, na itakuwa. Mungu ni mwaminifu. Tuingie kwenye maombi sasa. Bwana Mungu, namuomba Roho wako Mtakatifu awe sehemu ya maombi haya. Ninawainua mapatina hawa, nainua wanandoa hawa, nainua kapu hii. Baba, ninaomba kwa ajili ya kapu hii, ninaomba kwa ajili ya wanandoa hawa. Ninaomba Bwana uwalinde, uwatetee. Naomba Bwana, kama kuna mahali adui alileta ugomvi na mapishano, hayo magomvi na mapishano na yaondoa. Roho ya kutokusameheana, roho ya kutunza vitu moyoni na iondoa. Roho ya uchungu na iondoa. Mungu, narejesha amani, narejesha upendo. Kama kuna jambo lote lile la kifamilia ambalo litamani litimie, Baba, kwa maombi haya likapate kutimia. Kila mmoja anapomwombea mwenza wake, kila mmoja anapomwombea mwenzie, kama kuna mahali alikuwa hajamwachilia, mwambie Mungu, namwachilia mwenza wangu, namtamkia baraka. Kuna vitu ambavyo ulikuwa vipendi, kuna tabia ambayo ulikuwa unatamani Mungu aifungue, aibadilishe kwa mwenza wako. Mwambie Mungu, ninaomba ufungue mwenza wangu kwa ajili ya tabia fulani, roho ya magomvi na mapishano, tabia fulani ambayo uipendi. Mwambie Mungu mbadilishe. Namuombea sasa, naomba Bwana umfungue kila vifungo ambavyo vimemfunga mwenza wangu, vimwachie kwa jina la Yesu. Mungu, naita upendo, Mungu naita heshima ya ndoa, naita baraka za ndoa, naita uchumi wa ndoa, naita amani ya ndoa, miradi ya ndoa. Kama kuna vitu ambavyo Mungu alituandalia kama wanandoa tuvipate, Mungu naomba vikatufikie. Kila adui anayefuatilia ndoa, ewe pepo unayefuatilia ndoa, na kukemea kwa jina la Yesu. Kama kuna mwanamke yote yule amechukua nafasi ili aweze kuivuruga ndoa yako, au kuna mwanaume yote yule amevaa vazi ili aweze kuondoa ndoa yako, na amuru ashindwe na apigwe kwa jina la Yesu. Mungu akutetee, Mungu aitetee ndoa yako, Mungu atetee familia, Mungu atetee watoto, Mungu atetee nyumba hiyo, nyumba ikawe na baraka. Kila giza toka, toka roho ya hasara na uharibifu, toka pepo na magomvi, toka roho ya giza, achia kwa jina la Yesu. Na itabiria ndoa hii ikapate amani, na tabiria ndoa hii ikawe ni ndoa yenye furaha. Roho ya magomvi, uchungu na mapishano, na kemea kwa jina la Yesu. Maroho ya hasara, roho ya kutapanya mali, roho ya kutokujaliana, roho ya kutokukumbukana, roho ya kutokuheshimiana, toka we pepo, ondoka. Roho ya kujisahau, kuondoka sasa, toka kwa jina la Yesu. Uliyemzuia mwanaume huyo, uliyemzuia mwanamke huyo, na amuru muachie, afunguliwe huko aliko. Wengine wenza wenu wako mbali na nyie, unasema Mungu mfungue huko aliko. Amevamiwa na roho fulani ambayo uipendi, pengine roho ya ulevi, roho ya umalaya, roho ya giza, roho ya kutokulizika. Toka kwa jina la Yesu. Na amuru hayo madhabahu ya giza yaliyomkamata mwenza wako, kama amekamatwa na nguvu ya giza, afunguliwe huko aliko katika jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya mwenza wako, Mungu ampe kibali, Mungu aibariki ndoa yenu, arejeshe furaha, arejeshe amani iliyopotea, iliyoibiwa katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mungu akutetee, Mungu akulinde, Mungu alete upendo, upendo uongezeke. Omba upendo, omba upendo, omba upendo. Mwambie Mungu, naomba upendo, naomba amani, naomba ulinzi wa mali zetu, ulinzi wa ndoa zetu. Omba ulinzi kwa ajili ya ndoa yako. Achilia ulinzi sasa, achilia ulinzi sasa. Mwambie Mungu, naomba ulinzi kwa Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu. Weka ulinzi, zungusha ulinzi kwenye ndoa. Achilia ulinzi, adui usiguse, usipate chochote. Toka, shindwa kwa jina la Yesu, na kuamuru shindwa katika jina la Yesu. Kila adui unayefuatilia ndoa, wengine wanafuatiliwa na ndugu wa upande fulani, wanafuatilia ndoa, maneno na kataa yasiwavuruge. Hila za giza na kataa zisiwavuruge. Roho ya ulevi, roho ya giza, roho ya uharibifu ambayo imeingilia kati, ishindwe. Tamaa na kutokujizuia, toka, toka kwa jina la Yesu. Roho ya giza inayozuia uzao, ondoka, achia uzao, achia kwa damu ya Yesu. Naomba kwa ajili ya wazao wenu, naomba kwa ajili ya baraka za maisha yenu. Mungu awasaidie, Mungu awape neema, awape uzao wa kike kwa kiume. Na kama umepata neema uzao, naombea uzao wako, Mungu autunze, Mungu awalinde, Mungu awape akili, Mungu awafikishe mbali katika jina la Yesu. Na kuombea Mungu akutetee, Mungu atetee familia yako, Mungu arejeshe upendo, Mungu akupe nguvu ya kuomba. Umuombee mwenza wako zaidi, umuombee anapoingia, anapotoka, umuombee. Mungu awape amani, muishi maisha ya imani, muishi maisha ya upendo, muishi maisha ya kupendana, maisha ya kuheshimiana, maisha ya kuona mwenzako ni bora kuliko wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Zaidi ya hayo, naomba malango ya uchumi yafunguke. Na itabidi ndoa hii, milango ya fedha ifunguke. Pokea kibali, pokea mpenyo. Malango ya uchumi yafunguke zaidi. Mahali popote ambapo baraka ya fedha ilikuwa imefungwa kwa sababu ya mapishano, kwa sababu ya mkuomba, ikafunguke.
baraka zikamiminike, zikatoka kushoto, kulia, mahali popote pale, pande kuu zote 4 za dunia. Uchumi wenu warejee, faida iwarejee, heshima iwarejee, ulinzi wa nguvu za Mungu uwe pamoja nanyi. Mungu awalinde, adui asipate nafasi. Naachilia ulinzi kwenye familia hii, naachilia baraka, naachilia upendo, naachilia kibali katika jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, nilikuwa naomba pamoja na nyie. Naamini Mungu amewahudumia, amewafungua na ameikumbuka ndoa yenu. Unatamani kuendelea kuwasiliana nami? Karibu tuwasiliane kwa njia ya WhatsApp kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Pia karibu kwa njia ya mtandao wa kijamii YouTube kwa kuandika Maombi ni Dawa, TikTok Maombi ni Dawa. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Uwe na